kisasa mjini Voi wakati wowote. Maandalizi ya sehemu ya kuhamia kwa wafanyabiashara ili kupisha ujenzi huo yameshika kasi, ikiwa sasa ni nyakati za mwisho kwa wanasoko kuondoka katika eneo la soko la Marikiti na soko la Juu mjini Voi. Julius Mariki anatuchorea taswira ya hali ilivyo kwenye maandalizi hayo. Na nimepata fursa nikaweza kuzuru eneo hili ambalo ni eneo la mzunguko wa kiwanja cha mji wa Voi ambao unajulikana kama Moi Stadium, ili kupata tu taswira yani vipi wanabiashara wanaendelea kujiandaa kuhamia eneo hili kutoka katika eneo la soko ambapo linatarajiwa kuvunjwa ili kujengwa soko mpya ya kisasa kutokana na mradi wa serikali. Hata hivyo, nakupatia fursa kuona tu baadhi ya matayarisho ambapo vibanda nyuma yangu hapa vimeweza kupangwa sambamba, wa baadhi ya mafundi wakielezea kwamba wameweza kunufaika na shughuli za ujenzi. Nitakuwa nakupatia fursa ya kusikia pia kauli zao na hali ilivyo. Kwa soko hii hapa kumetumaisha sisi kama mafundi, kumepata ajira, tumesaidia kina mama kujengea vibanda vyao, na hatimaye wao wenyewe pia watanufaika na soko hii upya. Kisha jengo hili lingine mpya watahamia kule na watapata mahali pazuri pa kuzia. Hapa wamekaa tu kwa muda, lakini baadaye watakuja kuhama kwenda pande juu. Na kwa haya yote na tunashukuru kwa county government pia imewasaidia, wamenunulia mabati, wakajengewa hizi vibanda vile kwa miti ndio wakamalizia wao wenyewe. Wakati wakina mama watahamia hapa, sura Voi itapata mji wa Voi utapata sura mpya, kwa sababu pale wanatoka kuhamia kuja huku kutajengwa jengo jipya ambapo italeta sura mpya katika kaunti ya Taita Taveta. Naitwa Samson Kimoto Mwisaka. Katika mradi huu wa soko tumeona ni wa manufaa kwetu sisi watu wa Voi, kwa sababu wameletwa pande huu na tena tunajengewa ghorofa, na katika hiyo ghorofa tutapata vibarua, watu ambao sisi hatujiwezi. Hapo ndio tutapata vibarua, tutapata maendeleo makubwa zaidi, na ikizidi sana huu mtaa wa Voi utabadilika kuliko mitaa zote. Hapa kutakuwa mahali kungine kuzuri zaidi, hata watu wengi watakuwa kutamani. Na ndivyo hali ilivyo kutokana na eneo hili likipata sura mpya kutokana na majengo haya ya soko mpya. Vile vile baadhi ya wale ambao wamezungumza nami ila nyuma ya kamera ambapo walikuwa wanasema wataki kunaswa na vyombo vya habari, wanasema kwamba huenda wakasalia eneo hili sababu limepata sura mpya na huenda likawanufaisha zaidi. Na nikiripotia TV47 kutoka mjini Voi, mimi ni Julius Mariki Mwakivo. Na shukran sana Julius Mariki Mwakivo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, taarifa hiyo ndo ambayo inatutamatishia awamu ya kwanza ya taarifa. Kwenye awamu ya pili, mtazamaji, tutakuwa tunaangazia masuala ya ugatuzi, na leo tutakuwa tunazamia kaunti ya Makueni tukizungumzia kurunzi hiyo ambayo tutakuwa tunagusia mengi ambayo yanaendelea katika kaunti ya Makueni.